Na mwembo kunasikiliza ni Amka na Baraka1 TV, ikiwa tarehe 19 za mwezi wa pili 2026, majirani za 12:30 majira Afrika Kati, ikiwa ni saa 1 majira Afrika Mashariki, na mimi ni Rajabu Akili Kabonga. Ili kwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka1 TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Na kwanza ni muktasari wenyewe wa habari za moto. Lemera, moto bado unawaka Lemera kati ya M23 na Wazalendo. Fizi, mapigano yaendelea kati ya Twirwaneho M23 Redi Tabara dhidi ya Waza na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, licha ya mpango wa Seselefe hiyo tarehe 18. Goma, hali mbaya, raia wa jiji la Goma walalamika ubaguzi na uonevu jijini Goma kutoka kwa Watusi wa Kinyarwanda. Na msikose pia kutembelea Mwangaza TV ambako utakuwa kutanana na baadhi ya matukio yote ambayo yako na rindima kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na pia endelea kulike na kusubscribe Baraka1 TV, hivyo itakufanya uweze kupata hizi taarifa kila kukicha. Na moja kwa moja tuanze na taarifa hizi kutoka huko maeneo ya Lemera ambako moto bado unawaka Lemera kati ya M23 na Wazalendo. Mapigano bado yalikuwa ni magumu kuanzia tarehe 17 mpaka kuamkia tarehe 18, ambako ulikuwa ni mpangilio thabiti wa Wazalendo kujaribu kuwaondoa kabisa M23 maeneo ya Lemera. M23 waliweza kuweka silaha yao nzito pembezoni tu mwa Lemera, kitu ambacho kiliwatia motisha Wazalendo na kujaribu kuweza kuwaondoa katika hayo maeneo. Hadi sasa mapigano yaliingia ndani ya Lemera, lakini bado Lemera yote hajadhibitiwa na Wazalendo, licha ya uwepo wa nguvu pamoja na vikosi vipya vya M23 ambao walikuja kwa ajili ya msaada. Tofauti na jinsi inavyosemekana kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, mpaka sasa Lemera bado hajaingia mikononi kamili mwa Wazalendo, ila bado ufuatiliaji wa mapigano unaendelea, na huku Wazalendo wanaendelea kuonyesha ukakamavu mkubwa, lengo likiwa ni kukomboa Lemera na kushuka mpaka maeneo ya chini. Hapa nazungumzia Luvungi, Sange, Luberizi pamoja na maeneo mengine ambayo hadi sasa yanashikiliwa na magaidi wa M23. Kutoka kwenye uwanja wa vita, fuata ripoti ifuatayo. Tunawasalimu wa ndugu zangu wa Kongomani wote. Anayepanda kumedia hapa na mtoto wenu mzalendo mwenye anakubali kufia nchi yake. Na kwa kuwasalimu kila mtu kwa jina lake. Unaona, tuanze kwa vigila na kudili na masauti ya wanamke. Mwanamke unaweza kuwaza na kupatia information ya maana, kumbe anapatia mshimo. Ni information kiloko nataka kutoshia bandugu yetu wenye bangaliki mu Lemera sante, mkwe vigila. Arme kabambi ya M23 yenye ilikamatiwa mu mikono yetu si Bazalendo mu journée ya leo. Ilikuwa installe Shongwe. Kule mulima ya Shongwe, na waza batu wanapayua. Ni mulima yenye ilikuwa defense ya basoda yetu ya gouvernement kwenye balikuwa banafikiaka. Sasa leo ndo kwenye adui alikuwa na installe pale arme yenye ilisumbua sana. Unaona, ilisumbua sana pale Shongwe. Mungu alisaidia, ilikuwa recupere mu journée ya leo, iko mikono yetu. Na kushuka Lemera, yeye ko naongea ni mwanamke ule. Asikwambia sema niliona arme fasi fulani, nikaona arme fasi fulani. Purke uone ile arme, ulitembea mu journée ya leo na mama ule kulikuwa vita. Na hakuna mtu mwenye alitoka kwa mlango wake leo Lemera. Ndio maana tukwe vigila sana na kudili na masauti ya ngangari, tuko imara. Ni message napanda kutosha wa ndugu zangu wa Kongomani.
Lemera yote centre atuekamata me Lemera tusha kamata mantite ya munene yenyesha kutuwakilia kuko baja maarme ilikuwa nture mu Lemera, unaona me explication mwanamuke anaitosha mubaya. Kuko arme yenye nakamatiwa yenye ilikuwa installe ku Shongwe, mulima Shongwe. Ile arme tulikamata leo mujourne leo ilikamatiwa na Lemera centre isha kubakia yenye lituma leo Lemera na ukamatiwa kulitoka renfort mu niveau ya nani ya Rwanda ya camion 2 na jeep 3 ilikuya mbio mu urgence na munition ikabaranforce ifo vare. Sasa tukajikuta huku chini hapa kukua mtu wa kusema wala force ya kukata lezo kuatake le force yabo yenye magari nakuya juu bata yenye inakia kubasaidia, ndo kwenye tulikosa. Yani ingelikuwa seme tulikuwa deja tuko na nguvu munivoa Rubanga wala Bwegera vraiment ile fasi ile wala mwe bilima tu ya Bwegera hii ingetusaidia sana, tunamupiga adui bien. Na kenye kinatupertibeni ni muvile adui alijirenforce mu journée ya leo magharibi, me kwa kazi ko bien kabisa ndugu zangu kwa mama. Na baada ya ripoti hizo kutoka Lemera, hiyo ndio hali halisi ambayo iko Lemera mpaka sasa hivi. So sio kuwa nasikiliza audio mbalimbali ambazo zinaweza zikawachanganyeni kivichwa. Endelea kuwa nasikiliza Baraka1 TV. Nafikiri hapo utapata taarifa zote zenye kuwa na uhakika na zenye kukamilika, sio za kusikia, maana kusikia pia kunafanya mtu kuweza kupotoshwa na kushindwa kufocus katika kile ambacho kiko kinaendelea huko kwenye uwanja wa mapigano. Baada ya tarafani Uvira, pigia huko tarafani Fizi ambako mapigano yameendelea kati ya Twirwaneho M23 na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wazalendo licha ya uwepo wa CCLF. Mapigano yaliendelea hiyo siku ya Jumatano tarehe 18 za mwezi wa pili 2026 mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kati ya Twirwaneho M23 Red Tabara dhidi ya majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakishirikiana na wazawaza. Majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waliweza kuzuia mashambulizi ya M23 huku wakitumikisha ndege zisizokuwa na rubani pamoja na ndege za kivita kwenye milima ya nyanja ya juu ya Minembwe. Mapigano hayo yameripotiwa kufanyika maeneo ya Bisankuku pamoja na Nyaruhinga licha ya hiyo tarehe 18 kuweza kutangazwa na Angola kuwa ndio siku mahususi ya kuweza kutekelezwa kwa CCLF. Ndege zisizokuwa na rubani za vikosi vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo viliruka maeneo ya Bisankuku pamoja na Nyaruhinga na hivyo kufanya kuwaweka pressure magaidi wa M23. Maeneo ya mulima vijiji kama vile Kalonge, Lubemba vyote pia viliweza kuonekana mashambulizi makali yakifanyika ili kuweza kuwaondoa magaidi wa M23. Mapigano yanaendelea, majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yakishirikiana na wazalendo wanaendeleza kuwasha moto hii tarehe 18 na tumeona kabisa kazi jinsi inavyofanyika. Magaidi wa M23 na Twirwaneho Red Tabara wamekuwa wakijificha kwenye maandaki huku wakitoka na kushambulia, baadaye wanajificha na wanakuwa hawaonekani kabisa. Ameweza kushuhudia mkazi mmoja kutoka katika hayo maeneo ambaye pia ameuhakikishia raia kwamba majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaendeleza harakati zao maeneo yote ya Minembwe pamoja na Point Zero, kulingana na hali ambayo mpaka sasa iko inazidi kuchanganya raia wengi maeneo ya Point Zero ambako M23 wanadai kuwa wamedhibiti maeneo ya Point Zero. Ukweli uko hapi? Huyu hapa mzalendo akitoa taarifa kamili kuhusiana na hali ambayo iko Point Zero mpaka leo hii.
Tunawasalimu wa ndugu zangu wa Kongomani wote. Fevrier 2026 mwenye anakuya kumedia ni mtoto wenu mzalendo mwenye alikubali kufia nchi yake, dawa ya panya. Tunakuya wa ndugu zangu wa Kongomani kukuya tena na waza, tunakuwa siku mingi atuongei kwa maana kazi ilitufunga sana. Natumani tuko pamoja na kwa uwezo wa Mungu, kazi kwa gisi tunatumika, Mungu aendelea kutuwekea mkono na uwezo wake kweli, tunapiga adui usiku na mchana. Message yangu ya kwanza ni kwa ndugu wa Kongomani kukia kukanusha habari ya bongo ya M23 yenyewe ilitengenezewa jana le 17 kusema M23 inakamata 0.0. Wa ndugu zangu wazalendo, wa ndugu zangu wa Kongomani wote, ni kuwaambia tu ya kwamba adui iko napenda kukuya munjia ya mingi na kupenda kukamata mingine munjia ya mingi. Systeme yabo ya guerre mediatique muyo kama na sie tuko imara, tuko ngangari, adui hatutamwogopa wala kutishika naye. Ana iko natembea njama ya kutembea kurezo porque atubabaishe si bazalendo tuyo kama tuko hapa, akitwambia sema ndio vile adui anafika Kabunambo na kumbe anafika Kabunambo, sisi tunaanza kimbia hapa Kabunambo, tunasema adui ashaingia deza, tukimbie, tunaanza kimbia. Sasa ile wakati isha kupita, hii wakati inakuwa ni wakati ya kupiga adui. Akileta marezo sosio yake tunampiga, akileta mahabari ya bongo tunampiga. 0.0 iko mikono mwetu. FARDC baibu tunaendelea kufika adui usiku na mchana. Benzetu wenye bako ku 0.0 saa hii banakanusha, wanatuambia benzetu mwe muka 0 kule kwenye mko. Sio ku 0.0, hakuna panya kupenya, hata panya nene tu. Hii panya ni ya nani? Ya M23. Hii panya ya panya hakuna kunjia kwenye itapita. Panya ya panya wala inzi aseme itaka kujefiltire mu FARDC wala kubazalendo. Hakuna njia kwenye itapinya. Inzi yenyewe natoka kwa M23 kufika kwetu ni shida. Paske njia yote tunafunga. Force iko bien sana, chakula iko mingi, armement iko mingi. Na 0.0 pale ndoko kwa base arrière yetu. Armement, ravitaillement yote renforcement yote kuna kuyenye pale ku 0.0. Kisha adui atapitia wapi jo kamate 0.0. Au moment où tusa kubakia na 3 heures d'ita tu kontrole minembo yote. Tukitembea tukipigana tu, tukisema leo wala kesho wala kesheka wala kesho kutwa, tukipigana tu hapa minembo 3 jours 3 heures d'ita minembo na kamatio. Ni 3 heures d'ita. Haina 3 jours, ni 3 heures d'ita. Tukipigana kitu ka 3 heures d'ita tuko tunatembea. Tukipigana tuko tunatembea 3 heures d'ita na minembo yote tunaikamata, tunasekle yote. Kisha kabakia na tuko tunasabia ni 3 heures d'ita. Kama tunapigana hapa minembo 3 heures d'ita tunakamata. Kisha uko yeye kunambia adui yeye kwambia sema acha kutoka huku, acha kushuka 0.0. Au moment force yetu ya mingi inaenda kuatake Mikenge, ina nyingine tunaenda kuatake Minembo. Minembo na Mikenge vitapigwa kusiku moja. Hakuna renforcement atatoka Mikenge ndio renforcer Minembo. Hakuna mwana atatoka Minembo ndio renforcer Mikenge. Maana yake ni kuwapiga kote yote. Ula kisho minisio maana yake anaisha na filmu yake kule inaisha. Na hapo wa Minembo nabo minisio ikiisha na filmu yabo inaisha. Tukipiga Minembo tunarekipere, tunaenda kama benzetu biko Mikenga bayamaliza kupigana, tunaenda tunabasaidia, tunapiga adui pale. Ndio maana adui acha kuleta habari ya bongo. Tunakanusha ile habari ya bongo kusema mikinani 0.0 likamatiwa jana, ni habari ya bongo, ni faux archifaux. Ile image mko mnaona adui iko na partager ya ba FARDC ya image iko napigana 0.0, ni image ya zamani. Ni image ya zamani. Na mafoto nyiko naanza publier ya FARDC. Kama mimi napanda kumedia paske mimi nabiona. Teni yenye ibu inavala na teni yenye iko na publier infanteri iko tofauti na teni yenye tuko tunavala sie tuko tunapigana na muvita. Ndio ile kile tutalomba sana ndugu zangu wa Kongomani. Tuache mabari ya kusikia mabari ya kuongea, kusikia sema adui na bana 0.0 na nguvu yako inaishi. Na sutie yako kusaidia wazalendo inashuka. Hapana. Ukwe ngangari kwanza, jaminie, tafuta, fanya research, tafuta uhakika wa hii mambo ni iko wapi. Eske ni habari ya bongo, ni habari ya kweli? Kwa sababu adui kuna penda kuingia njama ya kufanya rezo kome sila yake ya kabambi sana. Tuko ngangari, tuko imara, tutamupiga adui. Pasipo aseme kuleta raforo, tuko tunamupiga tu.
Pasipo armema hata minisho kituba isikue tuko tunamupiga tu busiku na mchana. Na kama iko 0.0 atutumie image yenyewe nasema kama iko 0.0. Ile image iko na publier ni image ya zamani. 0.0 iko sous contrôle na Shiba Zalendo na FARDC yetu, Force Armée ya Republique. Tunashukuru Mungu sana na Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kwa kutunga mkono Shiba Zalendo. Vita leo haina vita ya zamani. Kila siku nasemaka tuko ngangari, tuko imara. Na muko nazidi kusikiliza matangazo yetu kutoka Baraka One TV. Ejide Kizenga Tembele, King Sele, Kizabe Ayeba, Mashaka Ayamba, Delone Butoto, Biondo Kilamba Mawe, mzee wa state ya Maine, Da Feza, Da Letesha, Da Asha, Da Irene, Akisi Kandeke, Asimwe Baguma, Samuel Yahaya Hussein kutoka Dar es Salaam, wote wakiwa kunasikiliza Baraka One TV. Unafuata matangazo yetu kutoka Australia, kutoka Canada, kutoka USA, kutoka Central pamoja na East Africa na wale wote ambao kwa maeneo ya Afrika ya Kusini. Na baada ya taarifa hizo, tuingie jimboni Kivu ya Kaskazini ambako tutakuwa tuna habari mchanganyiko. Hali ni mbaya jijini Goma, raia walalamika ubaguzi na uonevu jijini Goma kutoka kwa Watusi. Raia wengi ndani ya jiji la Goma wameonyesha kusikitishwa kwao na kutokukubaliana na hali inayoendelea sasa hivi ndani ya jiji la Goma na maeneo mengine ambayo yanashikiliwa na magaidi wa M23. Mkazi mmoja wa Goma ametuma taarifa ifuatayo na kusema maneno yafuatayo: hapa Goma opportunity zote zilishakuwa za Batusi Rwanda. Hapa Goma haiko tena siri. SNL, Regideso, DGDA, DGM, Hygiene, Quarantaine, OCC, Bataxater, bote na wengine wote wamekuwa ni watu wa M23, zaidi Watusi kutoka nchini Rwanda. Bako wanapatia maliste za batu yabo bakordo yote ya ma ONG na bana oblige babatie makazi sans condition, sans test, sans interview na mambo mengine. Sasa na waza shie bakongole benye atuko mu movement yabo tutaishi namna gani? Ukiachana na ndani ya jiji la Goma, maeneo yote ikiwa Bukavu, Ruchuru, maeneo ya Kichanga, maeneo yote ambayo yako chini ya mikono ya M23 Minova wanaongoza katika utawala, maeneo mbalimbali ya kukusanya kodi, wamekuwa ni watu kutokea nchini Rwanda wenye asili ya Kitusi. Kitendo hicho kinawakera wakaaji wa Goma, na huku wanataka serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutumia uwezo uliokuwa nao ili kuweza kuwaondosha kabisa magaidi wa M23 ndani ya ardhi ya Lumumba. Tukiachana na hizo harakati za Goma, tukirudi jimboni Kivu ya Kusini, milioni 16 za mafranga za Kongo zimeweza kuibiwa maeneo ya Makese, pesa ambazo zilikuwa zinatumwa kwa ajili ya kuwalipa walimu mishahara yao. Hiyo tarehe 18 za mwezi wa pili 2026, wazee wa kukata barabara waliweza kupora pesa takriban milioni 16 maeneo ya Makese ndani ya tarafa ya Shabunda jimboni Kivu ya Kusini, ambazo pesa hizo kulingana na vyanzo vyetu ni milioni 16 na laki 450 ambazo zilitumwa kwa ajili ya kuwalipa walimu katika hayo maeneo. Taarifa nyingine ni kwamba ubalozi wa Ufaransa umeweza kukanusha uwepo wa jeshi la Ufaransa Kisangani kwa ajili ya kushirikiana na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili kuweza kuwakunguta magaidi wa M23. Ubalozi wa Ufaransa ambao uko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo
umeweza kutoka katika usingizi baada ya picha zinazozunguka kwenye mitandao ya kijamii zinazoonyesha jeshi la Ufaransa likiwa ardhini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndani ya jiji la Kisangani mkoani Chopo, huku likisisitiza kusema kwamba hizo habari za kusema tupo upande wa FARDC kupigana na M23 ni habari za uongo. Ni kweli tulikuwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na tumeweza kuwapa mafunzo wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mafunzo ya kupigana ardhini pamoja na porini, lakini kusema kwamba tupo Kisangani, hizo ni habari za uongo. Ni ujumbe kutoka kwenye ubalozi wa Ufaransa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Huko nchini Marekani yaendelea kuipa vikwazo nchi ya Rwanda baada ya kuonekana Rwanda inazidi kuleta chokochoko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na huo ndo mwisho wa matangazo yetu ya Amka na Baraka One TV. Mengine tukutanane majira ya saa 6, 9 pamoja na saa 12. Bye bye.